Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu, ni heshima kubwa sana Bwana kuja mbele ya kiti chako cha enzi ili Bwana kusifu jina lako, kutoa heshima zetu Bwana, kusema ya kwamba unastahili. Asante Bwana kwa sababu ya fadhili zako juu ya maisha yetu, vile ambavyo unaotuongoza na kuzidi kufunua neno lako Bwana, kufanya neno hai katika nafsi ya kila muaminio. Tunatoa shukrani zetu Bwana. Ninaomba Bwana utusamehe dhambi zetu na makosa, tuoshe Bwana kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu, tusiwe na ila katika maisha yetu Baba, ili tuweze kila mmoja wetu kushikamana nawe kwa njia kamilifu. Utuongoze Bwana upendavyo, ili Bwana uweze kujitwalia kimo cha mtu mkamilifu katika kila mmoja wetu. Asante Baba, leo hii ninaomba ya kwamba uweze kuwa na mamlaka juu ya kila mmoja wetu, na mapenzi yako makamilifu yatendeke katika maisha ya kila mmoja wetu. Ondoa mkono wa ibilisi miongoni mwetu, na Mungu wetu tusaidie kadri ya vile ambavyo tunahitaji. Wewe ndiwe msaada wetu, wewe ndiwe ile chemichemi kuu, mahali ambapo msaada wetu wote unatoka Bwana. Asante Mwenyezi Mungu, kupitia neno lako Baba, ninaomba ya kwamba uweze kunena na kila mmoja wetu na kusuluhisha shida ambazo hivi sasa ziko katika maisha yetu. Mwisho wa mambo yote, sifa na utukufu ni zako, maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Warumi 12. Warumi 12 tuweze kusoma mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Mstari wa 4, Warumi 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Nasema hivi: kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Bwana abariki usomaji wa neno. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya Kristo akidhihirishwa kupitia washirika wengi. Najua Biblia inasema ya kwamba sisi ni washirika wa mwili wa Bwana, members of the body of Christ. Sisi ni washirika wa mwili wa Bwana, na tunajua vile ambavyo tunafanyika sehemu ya mwili, vile ambavyo tunafanyika mwili huu. Tunafanyika mwili huu kwa njia ya kuzaliwa mara nyingine. Mahali maandiko nasema tunabatizwa kwa roho mmoja, na baada ya kubatizwa kwa huyo roho mmoja, tunaingizwa katika mwili mmoja wa Yesu Kristo, mwili wa siri ambao unaitwa kanisa la Mungu aliye hai. Na hao ndio watakuja kunyakuliwa hivi karibuni. Wamekuwa wakiingia katika mwili kupitia nyakati 7 za kanisa, kuanzia siku ya Pentecost, wakati ambapo wale 120 wakiwa katika chumba cha juu walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Waamini wamekuwa wakiingia katika ule mwili, wanaitwa na ujumbe kizazi chao, wanaamini ule ujumbe, na ili Mungu aoneshe ya kwamba imani yao imekubalika, anawatia muhuri wa Roho Mtakatifu, wanaingia ndani ya ule mwili. Kama kivuli kile cha Ibrahimu. Ibrahimu alimwamini Mungu, lakini Mungu hakukomea hapo. Alimpatia ishara ya tohara kuonesha ya kwamba imani yake katika Mungu imekubalika. Na hivyo ndivyo ilivyo hapa, ya kwamba Mungu anakuita, na akikuita anaona imani yako, anaona kwamba umeamini neno kwa moyo wako wote, basi anakujaza kwa Roho Mtakatifu,
anakutia muhuri, na hiyo ni kuonesha ya kwamba imani ulio nayo katika Mungu imekubalika. Unazaliwa mara nyingine, unakuwa ni mmoja wa wale walio ndani ya mwili. Sasa tukiongea juu ya Kristo akidhihirishwa kupitia washirika wengi, ni hao ambao wanaingia katika huo mwili na waliteuliwa kuingia katika ule mwili kabla ya misingi ya ulimwengu. Na hata kama hujajazwa kwa Roho Mtakatifu, mradi wewe ni mteule, kabla ya kunyakuliwa utajazwa kwa Roho Mtakatifu. Utajazwa kwa Roho Mtakatifu kwa sababu ni kitu ambacho Mungu alikusudia kabla ya misingi ya ulimwengu. Hakuna mteule ataachwa hapa wakati unyakuo unafanyika. Hakuna mteule hata mmoja ambaye ataachwa hapa, kwa sababu Mungu hawezi kujipinga. Yesu akasema ya kwamba kuhusu hao kondoo, mapenzi ya baba yangu ni mimi niweze kupatia hao kondoo wote kila mmoja uzima wa milele. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa pale, mtu anajazwa na Roho Mtakatifu katika majira ambayo Bwana ameamua. Na tukiongea juu ya muaminio, tuongee juu yako sasa kama mtu binafsi. Mwanadamu na hasa muaminio ni siri kubwa sana. Ndio sababu unaona mahali fulani katika Zaburi Biblia inasema umetengenezwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha, fearfully and wonderfully made. Biblia inasema hivyo kwa sababu nilikwambia wakati uliopita ya kwamba katika muaminio kuna siri ya mbingu na nchi. Katika muaminio ni universe mwenyewe, kwa sababu ndani yako kuna mbingu na hiyo ni nafsi, na kuna dunia ama nchi na ni mwili wako, na zimeletwa pamoja. Kuna sehemu isiyoonekana na kuna sehemu inayoonekana. Ni kama vile tukiwa katika haya maisha, kuna zile dimensions zinaonekana. Unaona kama maumbile haya ambayo unaweza kuguza. Mata ni kitu ambacho kinachukua nafasi mahali, ni dimension ambayo inaonekana. Ile nyingine tunaweza kuihisi kama ni nuru ya jua, na tunaweza kuona pia nuru, na tuko ndani ya wakati. Lakini kuna ulimwengu usionekana. Ukiwa katika huu mwili huwezi kuona waamini walio ng'ambo ile ya pazia, ni ulimwengu usionekana. Ukiwa katika huu mwili huwezi kumuona Mungu akiwa katika eneo la saba, isipokuwa Mungu ataka kujitokeza kwako. Sasa kuna ulimwengu unaonekana na usioonekana, na hivyo ndivyo ilivyo na wewe na mimi, ya kwamba kuna sehemu isionekana, ni kusema nafsi yako, na kuna sehemu inaonekana na ni mwili. Nikakwambia siku nyingine nafsi yako ni mbingu, na hapo na ni sehemu takatifu sana, kama vile Musa alitengeneza ile maskani, na hapo ndipo Mungu anaweka enzi yake hapo katika nafsi yako. Kwa hivyo Mungu akiwa katika enzi yake, unaweza kuona hiyo ni mbingu, na mwili wako ni ardhi, na zinaungana, zinaletwa pamoja. Na baada ya utawala wa miaka 1000, na baada ya hukumu ya mwisho, na dunia itakaswe na moto mtakatifu wa Roho Mtakatifu, baada ya mambo hayo yote, tunajua maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo, mbingu itashuka na kuungana na dunia hii, ili makazi ya Mungu na ya mwanadamu yaweze kuwa ni yale yale. Na wakati unajazwa kwa Roho Mtakatifu, anakuja anaingia katika nafsi yako, basi maskani ya Mungu na mwanadamu ni yale yale. Kwa sababu wewe katika nafsi, maana wewe ni nafsi sio mwili, mwili ni makazi tu. Wewe katika nafsi umeungana na Mungu. Ule ulimi wa moto wakati unashuka na kuingia katika nafsi, ni Mungu akija kuingia ndani ya maisha yako. Ni kusema katika ngazi ya mtu binafsi, maskani ya Mungu na mwanadamu yako pamoja. Na namna tu ya kujielewa, na unajua kujifahamu sio kujua vile unaitwa hapa. Ati mimi ni fulani wa fulani, ninaishi mtaa fulani. Siongei juu ya jambo kama hilo. Hata watu wa ulimwengu wanajua hayo. Mtu wa ulimwengu anajua, ambaye si mtoto wa Mungu anajua jina lake, mahali alizaliwa na mahali anaishi. Siongei juu ya jambo kama hilo. Ninaongea juu ya wewe ni nani katika nafsi yako. Kwa sababu yule mtu halisi hapa ni nafsi, sio mwili. Mwili ni makazi tu. Mwili ni kama nguo. Lakini ndani ya huu mwili tunajua kuna ile chembe ya uzima, na hiyo chembe ndiyo mwana wa Mungu ama binti ya Mungu, hiyo chembe. Na hiyo ndio ninaongea juu yake.
Na namna tu ya kujifahamu katika nafsi wewe ni nani ni kwa njia ya neno la Mungu. Hakuna kitabu kingine, hakuna shule inaweza kukuambia wewe ni nani katika nafsi. Ni neno la Mungu peke yake linaweza kukuambia wewe ni nani na wewe ni nini na ulitoka wapi na unaenda wapi. Ni neno la Mungu peke yake linaweza kukuambia. Na siku ya leo tunashukuru kwa sababu Mungu wakati ameleta mihuri 7 ametafsiri neno lake. Na kitafsiri neno hili tunaweza kujielewa kwa njia bora zaidi. Kwa njia bora zaidi kila mmoja aweze kujielewa. Ona maandiko yanasema kile kikamilifu kitakapokuja kilichokuwa sehemu, na kilichokuwa sehemu ni haya mambo watengenezaji walikuwa nayo, hawaoni siri ya Mungu kabisa. Na ndio sababu hata wanaweka dosari mara nyingi. Biblia inasema kile kikamilifu kitakapokuja kilichokuwa sehemu kitaondolewa. Na si kusema yale mambo Luther alisema yatapigwa teke lakini yatamezwa na kile kikamilifu. Yatapata mahali pake katika kile kikamilifu. Tazama vile Luther alikuwa anahubiri hili jambo la kuhesabiwa haki. Wakati Luther alikuwa anahubiri kuhesabiwa haki, alikuwa anasema ya kwamba ni kusamehewa kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Siku ya leo tunaenda zaidi ya hivyo Luther alikuwa anasema tukiongea juu ya kuhesabiwa haki. Kwa sababu leo ujumbe unatuambia kuhesabiwa haki ni kusema hukufanya dhambi kwanza. Kwa hivyo hapa si kusamehewa, hapa ni kuwa ni wewe ni mwenye haki. Kama vile nabii anasema kwa mfano, anasema ukisikia kwamba nilikuwa ninakunywa pombe mahali, unaweza kusema William Branham, jana ulikunywa pombe na ingawa wewe ni muaminio, ulikunywa pombe lakini kama ndugu nimekusamehe hata hivyo. Anasema kama nilikuwa ninakunywa pombe kweli ninaweza kusamehewa. Lakini kama sikuwa nakunywa pombe na wewe uniambie jana nilikuwa ninakunywa pombe na sikuwa nakunywa pombe na kisha uniambie nimekusamehe, huwezi kunisamehe hapo. Sihitaji msamaha kwa sababu mimi ni mwenye haki. Ni kusema sikufanya jambo hilo, ni wewe unaniwekelea maneno. Na sasa nabii anasema ikifika dhambi hapa siku ya leo ni zaidi ya kusamehewa, umehesabiwa haki. Sasa vile tunasema ni zaidi ya vile Luther alikuwa anafundisha. Ni kwa sababu ni kile kikamilifu kikija kitameza yale yaliyokuwa kwa sehemu. Tuweze kuelewa jambo hilo. Sasa Mungu ameleta neno siku ya leo tuweze kujielewa vile tulivyo. Na siku ya leo tunajua siri moja kuu sana ambayo imefunuliwa ni nafsi. Ile chembe ya uzima, the gene. Ndio sababu baada ya mihuri 7 nabii alianza kuongea sana juu ya jambo hilo. Anaongea sana juu ya mama Msamaria na analinganisha yule mama na wale Mafarisayo na vile walishindwa kujua Bwana Yesu Kristo licha ya kwamba wao walikuwa ni watu wa dini. Huyu mama amechafuka katika mwili lakini nafsi yake ilikuwa na uwezo wa kumtambua Mesia. Nabii akaanza kuongea juu ya mbegu, the seed. Akaanza kuongea juu ya jambo hilo. Kwa sababu madhumuni ni haya, ni kukufanya ujifahamu namna unavyofahamika. Wakorintho wa kwanza 13, wakati kile kikamilifu, ufunuo mihuri 7, gurumo 7 kutoa sauti. Gurumo 7 zikitoa sauti na kufunua siri yote ya Mungu ni kile kikamilifu. Kilichokuwa sehemu kitaondolewa. Huwezi kuleta mambo ya watengenezaji hapa siku ya leo. Kilichokuwa sehemu kitaondolewa na kupitia hicho ambacho ni kikamilifu utajifahamu vile Mungu anakufahamu. Sio katika mwili huu lakini katika nafsi yako utajifahamu. Na leo tunaweza kusema maandiko haya yanatimia miongoni mwetu. Na utajifahamu ya kwamba una DNA ya kiroho. Ni sababu nimekuwa nikisema kila mmoja ana upekee wake, unique. Huwezi kufanana na ndugu mwingine hata katika nafsi yako. Huwezi kufanana na dada mwingine na hakuna watu wawili ambao ni kama wewe. You don't have a clone anywhere. Wewe ni wewe. Na ndio sababu huwezi kujaribu kuishi kama ndugu mwingine ama dada mwingine. Kwa sababu sijui kama mwae kujua ukijaribu kuishi kama mwingine utachoka sana na bado hutakuwa na matokeo. You'll be second best. Unaona? Kwa sababu huwezi kuchukua nafasi ya yule. Na hata wakati huwa tunasema kwa mfano kuna kitu unaweza kujifunza kutoka kwa ndugu mwingine ama kwa dada mwingine. Na hiyo tunakubali. Kwa sababu Biblia inasema chuma inanoa chuma. Kwa hivyo ndugu yako, dada yako kuna kitu ambacho
anaweza kukusaidia kuelewa kwa usahihi zaidi. Lakini hiyo jambo hilo kufanyika halitakufanya wewe huyo. Yaani ameleta jambo katika maisha yako likusaidie kuimarika katika nafasi yako, ili uweze kuonesha upekee wako kwa usahihi zaidi, lakini si kwamba sasa amekuletea hilo jambo ili uweze kuwa yeye. Sio hivyo. Kila mmoja ana upekee wake. Ningetaka tusome ujumbe hapa kabla ya wakati kwenda sana. Ningetaka tusome ujumbe mmoja hapa. Ujumbe huu unaitwa, kidogo tu nitakwambia hivi punde, unaitwa msikieni yeye, hear ye him, msikieni yeye. Ni mojawapo ya zile jumbe zinaitwa hivyo kwa sababu kuna jumbe kadhaa zinaitwa hivyo. Na hapa ni 95 aya 95. Nabii anasema, do you know God never made two men the same? Sijui kama unajua, ni nabii anasema, anauliza, sijui kama unajua Mungu hakufanya watu wawili wanaofanana. Ndio nasema hakuna mwingine kama wewe kwa hii dunia. Wala hajawahi kuwepo hata wale wasio duniani. Hata tuseme kuna mtu alikuwa kizazi cha Musa ambaye alikuwa ni wewe. No, hatuamini reincarnation ya kwamba unaweza kurudi katika haya maisha, na hatuamini kulikuwa na mwingine kama clone katika kizazi kingine. Hakujawahi kuwa na mwingine kama wewe. Wewe ni wewe. Na haya ndiyo majina Mungu amependezwa kukudhihirisha hapa duniani. Anasema there is no two of you in all the world or has ever been. Hakuna mwingine kama wewe katika dunia yote na hajawahi kuwepo. Hajawahi kuwepo. That's God the same thumbprint, ambaye alama ya kidole inafanana. God makes men different. Mungu anafanya watu kuwa tofauti. Na hapa hatuongei juu ya uzao wa nyoka kwa sababu uzao wa nyoka hata hawako kwenye picha ya kuokolewa. They are outside the picture. Ninaongea juu ya watoto wa Mungu, ya kwamba hawafanani, kila mtu ana upekee wake. Na ndio sababu nilikuambia wakati uliopita, kile kinaleta utofauti sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni yule yule. Lakini kile tofauti ni ile chembe. Ya kwamba katika ile chembe kila mtu ana DNA yake. Na kila mmoja anaeleza Mungu katika hiyo DNA yake. Mungu hawezi kueleza kupitia mtu mmoja, anahitaji watu wengi. Unaona? There is no two of you in all the world or has ever been. That's God the same thumbprint. Hakuna wawili ambao wana alama inayofanana ya kidole. God makes men different. Na Mungu anafanya watu kuwa tofauti. And he has diversities of gifts and sends them to his church. Na yeye ana karama tofauti tofauti na anazituma kwa kanisa lake. Si unaona? Ana karama tofauti tofauti. Na nikiona yule dada ana karama, si kazi yangu kuanza kushindana naye eti kwa sababu hata na mimi ninataka kuwa na karama kama hiyo. Jambo la kwanza, hakuna kitu ninaweza kujipatia. Kama nitakuwa na chochote cha maana ni kile Mungu amenipatia. Unaona jambo hilo? But we just clamp down on one. Lakini tunataka tusalie kwa jambo moja. And there you go. Na ukifanya hivi ati sisi sote tunataka kitu kimoja, nabii anasema hivi, you don't get the wisdom of the Spirit. Ni kusema haupati hekima ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni hekima ya Mungu, na Mungu ni Roho, kugawanya kwa njia tofauti tofauti. Sasa wakati ambapo sisi tunataka tufanya kitu kimoja, ni kusema tunakosa kuona hekima ya Roho Mtakatifu. Anasema you don't get the wisdom of the Spirit. That is the reason God can't place us into the position where we should be in his body. Na kwa sababu ya jambo hilo, waamini wanakuwa na mashindano. Mtu anataka kuchukua nafasi ya mwingine. Eti labda umeona yule akiwa katika hiyo nafasi anaonekana sana. Profile yake imeinuka miongoni mwa waaminio. Na mimi ningetaka kuwa pale. Nabii anasema hiyo ndio sababu watu wanakosa kuwekwa katika nafasi zao, kwa sababu hawaoni hekima ya Roho Mtakatifu. Right? Anasema that is the reason God can't place us into the position where we should be in his body. Ndio sababu Mungu hawezi kutuweka katika sehemu zetu katika mwili. For to one is given this sort of a gift. Moja
Kwa kuwa mmoja anapatiwa aina hii ya kipawa, to another this sort of a gift, mwingine aina nyingine, to another, na mwingine aina nyingine tofauti, but all the same body. Lakini ni mwili mmoja, japo vipawa ni tofauti tofauti. But we want to be just exactly like that other one. Lakini wewe unataka uwe kama yule. Na hili jambo la kuiga ndugu mwingine ama dada mwingine sio nzuri hata kidogo. So nikija hapa ninaongea kama Brother Branham. Good evening friends. We have just come from hunting. Tulikuwa kule Elementaita tukihunt. I don't want that. Singetaka jambo kama hilo. I can never be William Branham. Lakini yeye ni nabii wangu, aniletea ujumbe, na hakuniletea niwe William Branham, aliniletea ujumbe niwe mimi. You get the point? Hili jambo la kuiga mwingine sio vizuri. Unaona, Mungu anataka wewe uwe developed, uimarishwe katika nafsi yako mpaka ulete ile picha Mungu alikuwa amekuona nayo. Ili Mungu aweze kupendezwa, kwa sababu potential ambayo ilikuwa ndani yako sasa imeonekana, imechipuka na imekuwa na imeonekana. Hivyo ndivyo Mungu anapendezwa. Wakati kila mtu anaonesha jambo fulani la Mwenyezi Mungu, ana upekee wake. But we want to be just exactly like that one. Tunataka kuwa kama huyo. You can't do that. Anasema huwezi kufanya hivyo. Huwezi kuwa kama yule mwingine. Ndugu ama dada anaweza kukuletea kitu ambacho kitakusaidia sana kiroho. Anaweza kusema jambo, lifanye jambo fulani lifunuke ndani yako. Kama ndugu mmoja ambaye aliniambia, ni mchungaji, akaniambia kuna mchungaji mwingine alikuwa ametoka ng'ambo na alikuwa anahubiri mambo ya Sabato, na akasema kuna jambo lilifunuka katika maisha yangu ambalo sitawahi kusahau. Si unaona? Kwa ni majira, Mungu amsaidie aelewe Sabato ni nini zaidi katika huu ujumbe. Lakini hiyo haitakufanya yule ndugu ambaye alihubiri. Itakufanya wewe. Ameleta tu materials za kujenga ili wewe uzidi kuimarika katika nafasi yako kama mtu binafsi. Right? But we want to be just exactly like that other one. Lakini tunataka tufanane. You can't do that. You must use the wisdom of the word. The Bible is what our blueprint is. Unaona? Huwezi kufanya hivyo. Lazima tutumie Biblia ambayo inaonesha ule mpango. Ile plan inaoneshwa katika Biblia pale. Huwezi kuwa kama yule mwingine. Wewe ni mtu aliye na upekee wake. You are unique. Unaona jambo hilo? Na mambo yako yote ni unique. Sijui kama unajua hivyo. Hata birth order. Unaona katika familia yenu. Labda wewe ni number 3, number 4. Hiyo sio ajali. Hiyo na hungefanya rigging atuzaliwa wa mwisho ama wa kwanza. Tuzaliwa wa kwanza ama uzaliwa wa mwisho ndio uwe unapatiwa kila favor. Hiyo haingewezekana. Mahali Mungu alikuweka hapo kulingana na hekima yake. Nafikiri tunaona jambo hilo ya kwamba wewe ni mtu unique. Na kisha nabii anasema hata wakati ulizaliwa chini ya ishara fulani ya zodiac. Na sisemi sasa uende kwa wanajimu wale wanaandika nyota zetu hapa. Hao ni washetani. Nakwambia leo jaribu kufanya juhudi, kutakuwa hivi na hivi, na hata kuna wale wanasubscribe kwa simu wao wanatumia vitu kama hivyo na wanakatwa pesa ili wasikize watumishi wa shetani. Sisemi juu ya jambo kama hilo, lakini ukweli ni kwamba ulizaliwa chini ya ishara fulani ya zodiac. Tunajua zodiac, yale mafungu ya nyota, makundi ya nyota yaliyokule yanapitia kupitia zodiac. Kuna kundi fulani ambalo ulizaliwa chini yake. Nabii anasema nilizaliwa mwezi wa 4. Yeye William Branham. Na mwezi wa 4 tunajua ishara yake. Ishara ya mwezi wa 4 ni kondoo wa kiume. Hiyo ndio sababu nabii alikuwa na high forehead. Kama hujawahi kujua. Kwa sababu ni mfano wa kondoo wa kiume. You understand the point? Na anasema na kila mmoja ana birthstone. Kuna jiwe ambalo linaambatana, mawe ya dhamani, sijui kama tutasema vito. Kuna jiwe ambalo linaambatana na kuzaliwa kwa mtu. Anasema I was born in April and my birthstone is a diamond. Anasema jiwe lake ni nini? Ni almasi. Ambao ndio ngumu sana katika material zote hapa duniani.
Si unaona jambo hilo? Na Yeremia Mungu alimwambia nitafanya kipaji chako kigumu kuliko almasi, ili hata hawa watu wakikabiliana nawe hawatakuweza. Ndio sababu nabii angesimama pale Chicago, na pale kuna wahubiri 375 ambao wamekuja kumpinga. Anasema ni nani anaweza kuja hapa asimame na Biblia yake aoneshe yale ninafundisha si neno? Na hakuna mtu anatokea. Unaona? Kwa sababu vile Mungu amekutengeneza kwa njia fulani hata uweze kukutana na changamoto zako na changamoto za maisha, na uweze kutumika ukiwa katika hiyo nafasi ambayo alikupatia kabla ya misingi ya ulimwengu. Kila mmoja hapa alizaliwa chini ya ishara. Unaona jambo hilo? Na kuna mambo mengine ni kama mtu mmoja ambaye alikuwa na wasiwasi kama ana roho ama hana roho. Kamwendea ndugu Branham. Na unajua nabii anafundisha ishara ya kwanza ya kuonesha una roho sio kunena kwa lugha. Si anasema hivyo? Anasema shetani anaweza kuiga jambo hilo. Anasema kunena kwa lugha sio roho, ni karama ya Roho Mtakatifu. Na unaweza kunena kwa lugha na huku huna Roho Mtakatifu. Lakini huyu bwana nabii akamwangalia akamwambia, nenda uambie Mungu akujalie kunena kwa lugha. Na ukinena kwa lugha ujue uko na roho. Hukuambiwa hivyo wewe, ni huyu aliambiwa hivyo. Kwa sababu nabii anaangalia mambo mengi. Anaangalia nasema hata huyu mtu alizaliwa chini ya ishara fulani. Unaona? Na wewe labda hukuzaliwa chini ya hiyo. Sasa huwezi kusema si nabii alisema huyo anene kwa lugha ajue ana Roho Mtakatifu, hata na mimi wacha niende nifanye hivyo. Haitawezekana. Unaona? Kila mmoja lazima aelewe ya kwamba yeye ni mtu speciali. Wewe ni mtu speciali, hakuna mwingine kama wewe. Huwezi kuchukua nafasi ya mwingine, wala mwingine hawezi kuchukua nafasi yako. Na hiyo ndio sababu unawekwa katika sehemu fulani katika mwili wa Bwana. Najua vile Mungu anatuelekeza katika haya mambo ni kwa sababu ni Waefeso. Na Waefeso ni adoption, ni kila mtu anawekwa katika nafasi yake. Ili hili jambo la watu kushindana, anataka hii nafasi, nataka niweke huyu ndugu nje kwa kisuku changu nionekane pale. Mambo hayo ni watengenezaji. Na mambo hayo ni ya madhehebu, na Mungu anataka kuweka kanisa lake kila mmoja katika nafasi yake. Mahali ambapo hakuna mashindano tena. Unaona? Ningetaka kusema hivi, hata na jina lako pia linahusiana na jambo fulani na maisha yako. Nabii anasema even your name has to do with your placement in life. Jina lako lenyewe linaonesha jambo fulani kuhusiana na nafasi yako katika maisha. Na hiyo ndio sababu sisi waaminio hatupatii watoto wetu majina ovyo ovyo. Huwezi kuzaa mtoto wa kike umuite Beyonce, kwa sababu hiyo ni kualika mapepo katika maisha yake. Tafuta jina nzuri la kimaandiko. Kipata mtoto mpatie jina nzuri la kimaandiko. Anasema usiite mtoto wako Elvis, ni kusema paka. Takuwa na tabia kama za paka. Na usiite mtoto wako Ricky kwa sababu ni kusema panya. Atararua mpaka vitabu vyako wakati anakuwa na yale mambo mengine yote. Na nabii anasema ya kwamba kulikuwa na dada moja ambaye mtoto alikuwa na tabia hizo kama za panya. Rarua hiki, rarua kile. Akaenda kwa ndugu Branham akiwa na matatizo mengi sana kwa sababu ya jambo hilo. Na nabii akamwambia, kaangalia chini ya upambanuzi, akamwambia shida ya huyu mtoto ni jina. Riki inamaanisha panya. Badilisha jina lake. Wakati jina lilibadilishwa, zile tabia zikatoweka. Anasema hata jina lako linahusiana na maisha yako. Jina lako linahusiana na maisha yako. Ndio maana Branham, HAM, najua hiyo HAM inamaanisha baba wa mataifa. Sasa Branham ana watoto katika kila taifa katika ulimwengu. Karibu kila taifa katika ulimwengu kuna waaminio wa ujumbe huu. Wakati biharusi alionekana Kimbeli, alionekana wanatoka katika mataifa yote. Ni wasichana wanaonekana pale wanasimamia huyo biharusi, walikuwa na nguo ndefu, lakini nguo hizo rangi haikuwa moja. Anasema hiyo rangi inasimamia mahali wanatokea katika ulimwengu. Unaona? Kwa hiyo hata jina lako linaonesha kitu ambacho kinahusiana na nafasi yako katika maisha. Kwa hivyo hujawahi kujielewa, angalia yale yote nimeongea.
nimesema una DNA ya kipekee, nimesema ulizaliwa chini ya ishara, nimesema hata jina lako linahusiana na nafasi yako katika maisha na mambo mengine mengi. So hiyo ni kukuambia hujawahi kujielewa mwenyewe. Hata wewe ni mystery kwako wewe mwenyewe. Lakini furaha yetu ni kujua katika haya majira Mungu alisema utajifahamu vile Mungu anakufahamu. Sasa ndipo unapata kujielewa. Hiyo ni kweli kabisa. Na ukijielewa hivi sasa, labda kuna mambo unafanya ama unajaribu kufanya lakini hayana mazao. Hayana mazao kwa sababu uko nje na nafasi yako. Ukijielewa hautakuwa na shida kama hiyo. Yule mchoraji msanii ambaye alikuwa anaitwa Van Gogh, ambaye alikuwa na sifa sana kwa kuchora picha kama hizi, kama ya Hoffman na kadhalika, japo si yeye alichora hii ya Hoffman. Van Gogh kwanza alikuwa amejaribu kuwa mhubiri na akajitolea sana, lakini ikashindikana. Lakini wakati aliingia mambo ya art, mambo ya usanii, akafanikiwa sana. Unaweza kuwa unajaribu kitu ambacho si mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako, na Mungu anataka akuongoze ili uweze kuona anataka nini na maisha yako, uweze kujiongoza. Na ukijaribu kuchukua nafasi ambayo Mungu hajakupatia, huwezi kufanikiwa katika hiyo nafasi, wala Mungu hajakupatia neema ya hiyo nafasi. Sijui kama unajua kuna neema kwa ajili ya kila nafasi. Kiwa wewe ni mwimbaji, kuna hiyo neema. Watu kama sisi ambao si waimbaji, wakati mwingine unaimba, ukipumua ndani unasikia kama sasa unataka kunyongwa hapa na sauti imefika mwisho. Unaona? Kwa sababu kuna neema ya kila kitu. Kuna neema ya kila kitu, kuna neema ya kila nafasi, kuna neema ya kila jukumu. Na haya ndiyo majira Mungu anataka utambue amekuweka wapi katika uchumi wake, ili uweze kumtumikia ukiwa katika hiyo sehemu. Na hapo ndipo unaweza kuwa na msaada kwa mwili wa Kristo, kwa wale ndugu wengine na dada wengine. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kila mmoja ni kiungo ambacho kinachangia nguvu kwa ajili ya ukuaji wa ule mwili. Na huwezi kuchangia hiyo nguvu kama hauko katika nafasi yako. Lazima uwe katika nafasi yako uweze kuchangia nguvu kwa sababu ya ukuaji wa ule mwili. Haya ni majira ya Waefeso wa ndugu. Kila muaminio atambue nafasi yake katika uchumi wa Mungu. Na wakati unaingia katika hiyo nafasi, hapo ndipo unaweza kumtukuza Mungu. Huwezi kutukuza Mungu ukiwa nje ya nafasi yako, ukifanya kitu ambacho Mungu hakukuitia, hata kama una juhudi kiasi gani. Mungu hataangalia juhudi, ataangalia kama uko katika ile nafasi ambayo alikutengea. Unaweza kuwa na juhudi nyingi sana wakati unafanya jambo fulani, lakini hauko katika nafasi yako. Sasa hutakuwa na mafanikio yote. Unaona jambo kama hilo? Ni kama leo niseme okay, mimi nataka kuwa nabii mkuu wa kizazi. Kwanza wapi maandiko hayo? Hakuna maandiko kwa ajili ya jambo kama hilo. Hiyo nitajitesa bure na hakuna mafanikio nitakuwa nayo. Na mwishowe Mungu ataniambia hakuna jambo ulinifanyia. You did nothing for me. Si mnaona ni kama siku ya kabla ya siku ya Pentecost, wakati waamini walikuwa katika chumba cha juu. Yesu ameshaondoka kwa mwili. Judas hayuko miongoni mwao, amejinyonga, na Petro akainuka na akatengeneza COD yake. Akasema tunataka kurudisha mtu katika lile pengo la Judas. Na akasoma COD ambayo amebuni. Akasema tunataka huyo ambao tutarudisha pale kuchukua mahali pa Judas aweze kuwa ni mtu alianzana nasi tangia zamani za Yohana Mbatizaji. Na akaweka sharti lingine moja, akasema sasa tupige kura kwa msingi huo. Na ndugu wawili wakapatikana. Na walipoletwa karibu, sijui walienda round 2 ya kupiga kura, Mathia akachaguliwa. Na Mathia alikuwa ni ndugu mzuri kwa sababu si unasikia yuko chumba cha juu. Na wale wote walikuwa katika chumba cha juu siku ya Pentecost walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni kusema ndugu Mathia alijazwa kwa Roho Mtakatifu. Na Petro akamweka katika pengo achukue mahali pa Judas. Nani aliambia Petro afanye hivyo? Unajua huwezi kusaidia Mungu kazi. Mungu alikuwa na mtu wake atakuja kujaza pale. Na huyo mtu alikuwa ni Paulo. Nabii anasema japo Mathia alikuwa ni ndugu mzuri,
amejazwa kwa Roho Mtakatifu, yuko katika mwili wa Kristo, hakuna kitu alifanyia Mungu. He did nothing for God katika mambo ya kimitume. Hakuna kitu alifanyia Mungu, kwa sababu ile si nafasi yake. Ni muhimu sana kila mmoja aweze kupata nafasi yake katika uchumi wa Mungu. Itanifaidi nini ikiwa nitachukua nafasi ambayo Mungu hakuniitia na niingie kwa hiyo nafasi na nianze kusema sasa niko kazini lakini hakuniita pale? Hiyo kazi ninafanya yote ni X. Ni kazi ya bure. Kwa sababu nilidhamiria kuingia pale. Wala si Bwana aliniweka pale, nilidhamiria. I presumed my way into the position. Sasa majira haya Mungu anataka aweke kila mtu katika nafasi yake. Na Mungu ana nafasi nyingi sana katika uchumi wake. Kazi sio tu kuhubiri ama kuwa shemasi ama kuwa mwimbaji katika kanisa. Hata kuwa housewife ni nafasi katika Kristo. Ndio, nabii anasema ni hivyo. Anasema ni nafasi katika Kristo. Kwa sababu mke nyumbani akiwa katika mazingira hayo anaonesha Yesu Kristo. Si Mungu kuna mahali anajiita El Shaddai. El Shaddai maana yake El ni Mungu na Shad ni titi Sasa ni Mungu aliye na matiti. Kwa hivyo ni Mungu akichukua nafasi ya mama. Na huyo dada akiwa nyumbani anafanya kazi yake, dada wengine wanamtembelea, anawaonesha mambo fulani wa fulani. Unaona? Anaonesha dada mwingine namna ya kupika vizuri zaidi, namna ya kulea watoto vizuri zaidi, namna ya kumtumikia mume. Ni Kristo anadhihirishwa kupitia huyo dada. Na hiyo ni nafasi. Sijui kwa nini waaminio wanaona mara nyingi ati nafasi ndani ya Kristo ni kule kanisani na ni lazima nionekane kwa sababu hiyo nafasi profile yake iko juu. Sio hivyo. Mungu ameweka watoto wake katika mazingira tofauti tofauti ili aweze kujieleza kupitia hao, kwa sababu Mungu hawezi kuelezwa kupitia mtu mmoja. Hakuna mtu mmoja anaweza kusimama na aseme mimi naonesha Kristo wakiwa wote. Hakuna. Na hakuna wachache inaweza kusemekana ni wao wanaonesha Kristo. Uweze kuchukua huduma 5 na useme ni hao peke yao wanaonesha Kristo. Hakuna jambo kama hilo. Kristo anaoneshwa kupitia kila mshirika wa kanisa lake, kila ndugu na kila dada. Anaonesha sehemu fulani ya Mwenyezi Mungu. Mungu ana hayo mambo yote, lakini wewe na mimi huwezi kuwa na hayo yote. Kwa hivyo lazima kila mmoja aweke nafasi yake, uweze kuonesha jambo fulani, aspect fulani iliyo katika Mungu. Hebu tusome mahali pengine ili tuweze kufunga. Ningetaka tusome ujumbe hapa. Aina 3 za waaminio. Aina 3 za waaminio. Ningetaka kusoma aya 106 na 7. Aya 2 hapo ili uone vile anavyosema. Joseph was another believer, he couldn't help being what he was. Anasema Yusufu yule wa kitabu cha Mwanzo alikuwa ni muaminio mwingine na hangejisaidia, lazima angekuwa vile alivyokuwa. He was a prophet. Anasema Yusufu alikuwa nabii. God made him a prophet. Mungu alimfanya Yusufu kuwa nabii. He did not want to be different from his brothers, but he was different. Na hakutaka kuwa tofauti na ndugu zake, hata hivyo alikuwa tofauti. Hakuna mtu anaweza kujifanya chochote. Ni Mungu anakufanya vile ulivyo. Unajua Kenya wanasema fake it until you make it. Hakuna fake it until you make it. I can only tell you fake it until you become frustrated. Kwa sababu mambo ya kufake huwezi kupata nini? Matokeo. Kwa nini ufake? Na nabii anasema kwa nini uchukue bandia na kule mbinguni kumejaa kile halisi. Usiende na vile watu wanasema. Hakuna fake it until you make it. Kwanza unajua una fake it kwa sababu unajua kwanza si mapenzi makamilifu ya Mungu. Ikiwa ni mapenzi ya Mungu makamilifu, hakuna kufake it. Haya ni mapenzi ya Mungu. Acha nisalie katika haya mapenzi. Popote aniongozapo nitafuata. Where he leadeth me, I will follow. Unaona? Right. So anasema hivi, he did not want to be different from his brothers, but he was different. Hakutaka kuwa tofauti na ndugu zake, lakini hata hivyo alikuwa tofauti. Na ni Mungu alimfanya tofauti. God made him what he is. Nobody else could take his place.
Anasema Mungu alifanya Yusufu vile alivyokuwa na hamna mtu ambaye angechukua nafasi yake. Sasa kwako sasa nabii anasema nobody can take your place. Hiyo ni amina. Hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako hata akijaribu. Na ndio sababu ndugu dada, usiwe mtu ambaye ana kitu kinaitwa insecurity. Unahisi ya kwamba huna usalama wa kutosha kwa sababu huyu ndugu ananitisha sana, huenda akachukua hii nafasi yako. Usiwe na insecurity kwa sababu nabii anakuambia hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako. Nobody can take your place, no matter how little. Na haijalishi jukumu ulilonalo ni dogo namna gani, hakuna mtu anaweza kuchukua wajibu wako. You say, I'm just a housewife. Si unaona? Unasema mimi ni mke nyumbani tu. Unajua siku hizi ukisema ya kwamba atakuwa housewife ni career. Career. Kazi ambayo mtu anaweza kufuata, unasema housewife. Nabii anasema hivyo. Wewe unasema mimi ni mke nyumbani tu. Nabii anasema ukiwa mke nyumbani, nobody can take your place. Hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako. Nafasi ya housewife. Amen, church? Nobody can take your place. God in his great economy has so set the body of Christ in order till there's no one can take your place. Mungu katika mpangilio wa uchumi wake ameutengeneza hivi kwamba katika mwili wa Kristo hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako. Hakuna. How I would like to take Billy Graham's place in any of us ministers, but we can't do it. But just remember, Billy can't take our place. Unajua Billy Graham ni wale watu wanaitwa eloquent. Akisimama hapa akianza kuongea, mnafungua vinywa. Kwa sababu ya kile ana kipawa cha kuongea, oratory gift. Nabii anasema natamani kuwa hivyo, lakini hawezi kuwa hivyo. Hawezi kuwa kama Billy Graham. Unaona? But we can't do it. Just remember, Billy can't take our place. Na Billy Graham hawezi kuwa wewe. Unaona jambo hilo? See, we all have a place. Kila mmoja ana nafasi. Some of us are evangelists. Wengine wetu ni wainjilisti. Na wamewekwa hapo na Mungu waweze kuonesha Yesu Kristo akiwa mwinjilisti. Mnaamini Yesu alikuwa mwinjilisti? Mnaamini Yesu alikuwa deacon? Nabii anasema kuna mambo nabii alikuwa anapata ufunuo sahihi na hubiri. Kuna mahali alisema katika COD, never thought of that. Akasema Yesu alikuwa na huduma 5 zote na kisha alikuwa na ile ya deacon. Kwa sababu wakati alipata watu wanafanya biashara kule kwenye hekalu, katengeneza kiboko akaanza kuwachapa, saa hiyo alikuwa anafanya kazi ya deacon. Yesu alikuwa trustee na alikuwa anatunza sana mali ya kanisa. Anatunza sana mali ya kanisa. Na hata wakila mikate anasema msitupe, muokote. He is a trustee. Unaona jambo hilo? Mambo haya yote wakati yanaelezwa yanaonesha Yesu Kristo kwa njia mbalimbali. Mke nyumbani anaonesha Yesu Kristo. Amen, church? Sikia. We all have a place. Some of us are evangelists, wengine wetu ni wainjilisti. Kwa hivyo huyo anaonesha Yesu Kristo katika nafasi yake ya mwinjilisti. Akienda kuita nafsi ziweze kuokoka, anaonesha Yesu Kristo. Some prophets, wengine ni manabii. Nabii ni mwakilishi wa Mungu kwa watu. Anawakilisha Mungu kwa watu. Anakuja na ujumbe kutoka kwa Mungu, analetea watu. Some teachers, wengine ni walimu. Huyo ni Yesu Kristo. Huyo ni Yesu Kristo akionekana kama nabii, akionekana pia kama mwalimu kwa sababu Yesu ni mwalimu. Some pastors, wengine ni wachungaji. Hilo ni dhihirisho lingine la Bwana wetu Yesu Kristo, ni yule mchungaji mwema. He is a good shepherd. Sikia hapa sasa, whatever we are, some housewives, wengine ni mke nyumbani. Na huyo anadhihirisha Bwana Yesu Kristo akiwa pale nyumbani akifanya kazi yake. Anaonesha El Shaddai na yale mambo mengine ya umama. Anaonesha Bwana wetu Yesu Kristo. Some mechanics, mpaka fundi wa magari. Ndiyo, anarekebisha kama kuna shida, anarekebisha kitu ambacho kimeharibika. Si ni kweli? Na anaonesha Kristo akiwa hapo,
na yeye si kurekebisha tu magari, yuko hapo adhihirishe Kristo katika hayo mazingira. Anaweza kushuhudia wengine katika hayo mazingira, na wengine wanaanza kuamini. Kwa sababu ameenda kwa garage, si tu atengeneze magari, lakini pia atengeneze magari, lakini aweze kumueleza Kristo katika hayo mazingira. Na aweze kuongea na lugha ya mechanic wakati anajaribu kuleta mtu kwa Kristo. Sijui kama Mungu, unajua Mungu anakupatia lugha ya kuini watu wengine waje kwa Kristo. Lugha hiyo inaambatana na mazingira yako. Ikiwa ndugu ni mkulima na anaongea na mtu mwingine ili amwambie mambo ya Kristo, atatumia mifano mingi sana ya ukulima. Tamwambia, unaona mmea kama huu, kuna ile siku ulipandwa na ukaoza. Anaanza kumuonesha nyakati 7 za kanisa, kwa sababu ni mazingira yake. Na vile unaenda unafika reforma majani na nini, na ndugu anawekwa pale aweze kuwa mechanic, na akitumia lugha ya mechanic aweze kuleta watu kwa Kristo, na aweze kuangaza Kristo katika hayo mazingira. Haya. Wacha nimalize kusoma hapo. Anasema some teachers, wengine walimu, some pastors, wengine wachungaji, na wote wanaonesha Kristo whatever we are. Some housewives, some mechanics, some farmers, whatever it is, God has set you in your place. Unauliza, Mungu ameniweka mahali niwe mkulima? Ndio. Ni yeye amekuweka uweze kuwa mkulima ili Kristo aonekane shambani. Kwa sababu pia hilo ni dhihirisho la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni udhihirisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna mahali maandiko yanasema, mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima. I am the vine and my father is a husbandman. Mimi baba yangu ni mkulima. Kwa hivyo wakati unawekwa katika mazingira yoyote, unawekwa pale kusudi Yesu Kristo aweze kuonekana. Mungu akikuweka hapo kama mkulima, unaweza kuangaza ile nuru kwa wakulima wengine wakati mnakutana nao, na ili kupitia ushuhuda wako wengine wanaweza kuokolewa, wengine wanaweza kuwa sehemu ya mwili wa Yesu Kristo, kwa sababu ni Yesu Kristo amewekwa katika hayo mazingira ili ajiwakilishe miongoni mwa hao watu, na amekupatia nature ya kuwa mkulima na kuishi miongoni mwa wakulima, na mwingine ni mechanic na mambo kama hayo. Ukipata hilo wazo ndugu, hata kazi ya kawaida ya kufanya hutadhamiria. Ati mimi nitafanya kazi gani? Ninaelekea kufanya mitihani. Jambo la kwanza, hata kabla ya kuongozwa na yule mwalimu anaitwa career guidance teacher, kabla ya kuongozwa na huyo, kwanza uliza Mungu. Huyo ndiye career guidance, yule ultimate, yule wa hali ya juu. Uliza Mungu kwanza, mapenzi yako ni yapi kwa ajili ya maisha yangu? Ili tusiwe tunadhamiria ati msimu uliopita nilijaribu hii kazi, nikaendelea kidogo, nikafaulu, kafika mahali nikagonga mwamba, nikajaribu hii. Sio vizuri kujaribu kila kazi ya aina hiyo. Waacha Mungu akuongoze kwa njia fulani, kwa sababu anakujua na anajua ni uwezo gani na hekima gani ameweka ndani yako. Najua ni kwa nini tunaingia hivyo? Kwa sababu hatutafuti Mungu, tunatafuta mawaidha ya watu, na tena tunategemea akili zetu. Ndio sababu unaweza kuchange career kama mara 40 in the course of 5 years. Katika muda wa miaka 5 umejaribu mambo kama 40 na yote hayafanikiwi. Tunahitaji kutafuta Mungu, kwa sababu ni yeye anajua ameweka nini katika maisha yako, na ili aweze kukuongoza. Si unasikia akisema hapa ameweka wengine wawe mke nyumbani, wengine wawe mechanic, wengine wawe wakulima. Ni ujumbe huo. It's a message, brother. Kwa hivyo tunahitaji yeye atuongoze hata katika kazi ya kawaida. Waaminio mara nyingi wanaingia kwa shida, kwa sababu tunasema jambo kama hili Mungu hawezi kuingilia. Mungu ni yale mambo makubwa kama rapture na uponyaji, si mambo kama haya. Anataka kila sehemu ya maisha yako, hata ile kazi unafanya anataka aingie ndani, akuongoze, fanya hivi na hivi. Si unaona ukifanya kitu bila Yesu utachoka na huna mafanikio. Si Petro wamevua samaki usiku mzima, hakuna kitu alipata. Yesu akatokea akawaambia, weka wavu wako pale, wekeni nyavu zenyu pale. Wakaanza kuvuta mpaka nyavu zikaanza kukatika, kwa sababu samaki walikuwa ni wengi sana. Kwa nini? Kwa sababu sasa wanafanya kazi pamoja na Yesu, na Yesu anawapatia directions, anawaelekeza vile watafanya kazi. Hapo awali walikuwa wanajielekeza.
mpaka mambo ya kawaida tunamhitaji yeye. Utaoa nani ama utaolewa na nani, unamhitaji yeye. Ni yeye atakwambia huyu ndiye nilikuchagulia. Huyu ndiye nilikuchagulia. Unahitaji Mwenyezi Mungu katika maamuzi haya yote. Wacheni tuombe, wakati wetu umeenda. Baba Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, pokea sifa zetu na shukrani, tunasema unastahili. Asante kwa sababu ya neno lako limejaa hekima, na hili neno linatuambia sisi ni akina nani, nafasi yetu katika uchumi wako, kutuongoza, kutuelekeza. Tusaidie Bwana, kila mmoja apate nafasi yake katika uchumi wako na aweze kuishi pale akikutumikia Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na mwangaza wa Bwana wetu Yesu Kristo uonekane kupitia maisha ya kila mmoja wetu katika ile nafasi ambayo umemweka katika mwili wa Yesu Kristo. Mungu wetu, tupatie neema ambayo inatosha ili kila mmoja kwa neema hiyo aweze kuonesha sifa fulani zilizo ndani yako. Ni asante Mwenyezi Mungu. Najua mahitaji yetu, ninakualika uweze kushughulikia hitaji la kila mmoja wetu, mahitaji hasa ya kiroho. Pia ninaombea wale ambao ni wagonjwa leo hii katika miili yao, uweze kuwaponya kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Jehova Rafa. Pokea sifa na shukrani. Ninaomba ya kwamba kila mmoja apate kibali chako Bwana, na tutembee Bwana chini ya rehema zako na neema yako Bwana. Biblia inasema ya kwamba kila asubuhi unafanya rehema zako kuwa mpya. Fanya rehema zako kuwa mpya juu ya kila mmoja wetu leo hii. Ukifanya hivyo, sifa na utukufu ni zako. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.